Mwanzoni mwa mwezi huu wa pili nilikuja na video kwenye jukwaa langu ambayo ilikuwa inaelezea kuhusu mwafaka wa mchakato wa mabadiliko ndani ya klabu ya Simba, na kwamba kunaweza kukawa kuna mabadiliko ambayo yatakuja kutokea ndani ya miezi mitatu. Mimi nilitoa time frame ya miezi mitatu kuhusu kile ambacho kinaweza kikaja kikabadilika kwa upande wa Simba kwenye namna nzima ambavyo klabu hiyo itakuwa inaendeshwa na kutambulika kwao na mambo mengi ambayo yanahusisha pia uwezekano wa kuongezeka kwa wawekezaji ndani ya klabu ya Simba. Takriban wiki mbili nyuma nilikuja na hiyo video kupitia jukwaa langu. Sasa imekuja kudhihirika kwamba ndani ya muda mfupi tu tayari kunaanza kuonekana kuwa kuna majibu kuhusu uhalisia wa namna ambavyo Simba wanataka kuuendea mchakato wa mabadiliko ama kuhitimisha katika namna ambayo itarasimisha vitu vingi ndani ya klabu hiyo. Lakini moja kati ya vitu vikubwa ambavyo vimeonekana kuwekewa msisitizo mkubwa kutoka kwa msajili wa vyama mara baada ya kukabidhi katiba mpya ya klabu ya Simba ni kuihitaji klabu hiyo kuwa na wawekezaji watatu. Hii video niliwahi kuweka bayana kwamba kutakuwa kuna uwezekano wa kutakiwa kuongezeka kwa wawekezaji ndani ya klabu ya Simba. Mimi nilitoa miezi mitatu, lakini uhalisia ni kwamba katiba mpya nayo imekuja na msisitizo huo kwamba wawekezaji watatu wanatakiwa kuhakikisha kwamba wanakuwa sehemu ya ushirikiano wa kuiendesha klabu ya Simba Sports Club kwenye zile 49% za wawekezaji. Lile fungu lao, ule mkate wao ule wao wanagawana watu watatu mwisho wa siku. Sasa hii kwanza inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba hivi sasa Simba haitokuwa na hofu ya kumpoteza mwekezaji yoyote endapo kutakuwa kuna mabadiliko ya nafsi au kutakuwa kuna changamoto za kiuchumi ambazo zitamkuta mmoja kati ya hao wawekezaji mwisho wa siku. Maanake mkishakuwa watatu, akiamua kuondoka mmoja, maanake mnabaki wawili mwisho wa siku. Yale mambo ya kwamba mwekezaji akijitoa itakuwaje, tutarudi wapi, tutaanza kuchangisha, yanakuwa hayapo. Na huo ndio usasa, na hivyo ndivyo namna ambavyo klabu inakuwa inapiga hatua kwenye maisha yake kama taasisi. Kwa hiyo hilo ndo jambo la kwanza na la msingi zaidi. Jambo la pili tunasema ni division of labor. Mgawanyo wa majukumu utapatikana kwa usahihi, lakini pia kutakuwa kuna uwezekano wa Simba kufanya vitu vingi kwa haraka, kwa sababu kila mmoja katika hawa wawekezaji watatu atakuwa anajua majukumu yake ndani ya timu ni yapi. Mathalan, wawekezaji watatu wanaweza kugawana majukumu matatu ndani ya Simba. Mwekezaji mmoja akachukua jukumu la kusimamia miundombinu ya klabu ya Simba, ujenzi wa viwanja, ujenzi wa complex za kisasa, vifaa vya mazoezi, sehemu za nje na za ndani za mazoezi, miundombinu kwa ujumla, na hata huo mwafaka wa uwanja mpya ambao Simba nao wameshawahi kutaja swala la uwanja mwaka jana, na kila kitu litawezekana. Mwekezaji wa pili anaweza kusimama zaidi kwenye upande wa marketing, upande wa udhamini, upande wa kibiashara zaidi kwenye kuikuza brand ya Simba na kwenye mambo mazima ambayo yanahusiana na upande wa kibiashara zaidi wa klabu. Mwekezaji wa tatu anaweza akahusiana moja kwa moja na kinachoendelea uwanjani kwenye pitch, usajili wa wachezaji, youth academy, kama kutakuwa kuna mpango wa kujaribu kutengeneza mradi wa vijana katika klabu ya Simba. Huo ni mradi ambao utasimamiwa na mmoja kati ya wawekezaji, mwingine atasimamia miundombinu, mwingine atasimamia upande wa kibiashara. Na maana mnajikuta mwisho wa siku mnaweza kuharakisha vitu vingi ndani ya klabu, kwa sababu kila mwekezaji anajua anasimama kwenye nafasi gani na kutekeleza kitu gani kwa nafasi yake mwisho wa siku. Lakini uhalisia ambao unatakiwa pia kueleweka mwisho wa siku kulingana na jinsi ambavyo mambo yalivyo ni kwamba matarajio ni kwamba mkate mkubwa utaendelea kuwa ni wa Mo Dewji kwa nafasi yake kama rais wa heshima. Hilo swala la kuwa na wawekezaji watatu halitopunguza nguvu yake mwisho wa siku. Ataendelea kuwa na nafasi kubwa katika timu kwa nafasi yake mwisho wa siku. Matarajio ni hayo, lakini mwisho wa siku kutakuwa kuna watu ambao watakuwa wanagawana naye majukumu katika namna ambavyo watakuwa wanaiendesha Simba Sports Club kwenye upande mzima wa kuwekeza. Na hapa pia tuweke bayana kitu kimoja. Hawa wawekezaji wengine wawili ambao watakuja ndani ya klabu ya Simba hawatobanwa na kile ambacho watakuwa wanatamani kukiweka mezani. Wakiamua kuweka hata zaidi ya kile ambacho Mo anakiweka kwenye nafasi yake, wana uwezo wa kufanya hivyo. Yaani
kuwa investor ambaye ni secondary ama tertiary, kwa maana wa pili au watatu kwenye mgawanyo wa zile hisa za klabu, haimaanishi kwamba wewe huwezi kutoa mzigo mkubwa kuliko yule ambaye ni mkubwa katika nyinyi. Unaweza kutoa kwa makubaliano maalum baina yako na klabu na kila kitu kikaenda vizuri mwisho wa siku. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa ambazo mimi nilikuwa nazo kuhusu miongoni mwa wawekezaji, nishawahi kumtaja kwenye jukwaa hili, yeye alikuwa tayari kutoa hata mara mbili ya kile ambacho Mo alikiweka bayana kwamba atakitoa. Upo uwanja anasema pia upo tayari, ni swala la kubadilishwa jina tu. Yameshazungumzwa mambo kama hayo, lakini mwisho wa siku itoshe kusema kwamba Simba hivi sasa wameweka vitu kisheria. Katiba mpya imekuja na mwongozo mpya, wawekezaji watatu. Bodi ya wadhamini itasimamia mali zote za klabu, kwa hiyo kuna uhakika na usalama wa 100% kuhusu klabu za Simba na zile ambazo hazihamishiki pia. Lakini mwisho wa siku wawekezaji watatu kutakiwa na kutambulika ni ishara ya mabadiliko.